Shalom shujaa wa Bwana. Hakika hii ni siku nyingine nzuri, njema ambayo Mungu ametupatia. Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mwema. Mungu anayekuwazia wewe na mimi mawazo mazuri. Unajua yeye ana mpango mzuri kuhusu maisha yako. Yeye anapenda kukuona wewe ukistawi, anapenda kukuona wewe ukiongezeka, anapenda kukuona wewe ukifanikiwa. Na ndio maana kila siku anakufundisha neno lake. Katika kujifunza neno lake, wewe unajua ni nini ulio wajibu wako. Na hivyo ukifanyia kazi wajibu wako, unakuwa unamruhusu yeye kufanya zile baraka nyingi ambazo ameziahidi katika neno lake kuwa halisi maishani mwako. Neno la Mungu linasema katika waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 2 mstari wa 24, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Mimi ninapenda ili andiko kwa sababu linatuonyesha kuhusu namna ya ukombozi ambao ulipatikana kwetu, hususan katika eneo la kiafya. Neno linasema kwa kupigwa kwake Yesu mimi na wewe tumeponywa. Sasa ni muhimu kuelewa ya kwamba hii sentensi haipo katika wakati ujao, bali ipo katika wakati uliopita. Sio wakati ujao, bali wakati uliopita. Yaani mliponywa. Ina maana uponyaji, uzima uko ndani yako wewe tayari. Na unachosubiri ni ili kujidhihirisha ni wewe kutambua sehemu yako na kisha kuanza kudai haki yako ya msingi mbele za Mungu. Kuna ushuhuda mmoja niliwahi kusikia kuhusu mama mmoja. Yule mama alikuwa na changamoto ya kutembea. Kwa hiyo wanae wakapata taarifa kama kuna mtumishi wa Mungu ambaye Bwana alikuwa anamtumia kipekee katika huduma ya uponyaji. Wakaona anafanya semina katika eneo la karibu na mtaani kwao. Kwa hiyo wale watoto wakaamua watampeleka pia mama yao aende akaombee. Kwa hiyo wakatafuta wheelchair, kiti cha magurudumu. Wakambeba mama yao, wakamweka kwenye wheelchair, wakampeleka mpaka pale kwenye semina. Kweli, semina ikaendelea, akajifunza neno la Mungu, na baada ya kujifunza neno la Mungu, mwisho wa ile semina, yule mtumishi wa Mungu akaita watu wenye changamoto mbalimbali ambao wanahitaji maombi watoke mbele. Kwa hiyo wale watoto wakamsaidia kumsukuma mama yao mpaka afike pale mbele ya madhabahu ili aweze kuombewa. Yule mchungaji akawa ameanza kuombea watu ambao walikuwa wamewahi kufika, na yule mama alikuwa yuko nyuma kidogo. Kwa hiyo mchungaji akaombea kidogo. Sasa kimwili yule mchungaji akawa ameanza kuchoka kwa sababu ameshaombea watu wengi. Ikafika zamu ya kumwombea kwa yule mama. Alipofika kwa yule mama akamwambia, mama, mimi nataka nikupe jukumu fulani la kufanya jambo jepesi kabisa. Je, unaamini ya kama hivi Mungu anaweza kukuinua katika kiti chako? Yule mama akajibu, ndio ninaamini, ndio maana nimefika mahali hapa. Yule mchungaji akamwambia, basi mimi nitakupa zoezi jepesi ambalo nataka ulifanye na Mungu atakuponya. Yule mama akasema, haina neno, nipe zoezi. Yule mtumishi wa Mungu akafungua andiko hili ambalo nimelisoma, na akafika kipengele ambacho kinasema na kwa kupigwa kwake mliponywa. Yule mchungaji akamuuliza yule mama, je, kwa kusoma habari unadhani uponyaji ni wakati unaokuja ama wakati uliopita? Yule mama akasema wakati uliopita. Kwa hiyo yule mchungaji akamwambia, basi kuanzia sasa badala ya kuomba upate uponyaji, mimi nataka uanze kumshukuru Mungu kwa ajili ya uponyaji, maana ni neno lake linasema ya kwamba tayari amekwisha kukuponya. Sasa kumbuka, kipindi mchungaji anatoa maagizo au maelezo hayo kwa yule mama bado yupo kwenye kiti cha magurudumu, hawezi bado kutembea. Lakini yule mama akaliamini lile neno ambalo mtumishi wa Mungu ameliongea. Kwa hiyo kuanzia pale akaanza kumshukuru Mungu ya kwamba asante kwa ajili ya kuponyaji, asante maana umeniponya, asante maana mimi ni mzima. Kipindi anaendelea kumshukuru Mungu, ghafla akawasikia nguvu imerejea miguuni mwake, mara akaruka katika kiti chake. Huu ni ushuhuda ambao umekuwa ukinijenga sana mimi katika kupitia andiko hili. Hiki ndicho haswa ambacho nataka nikushirikishe wewe siku ya leo, ya kwamba neno linasema maadamu umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uponyaji, uzima upo ndani yako. Lakini ili udhihirike nje katika mwili, moja, ni lazima ujue haki yako, ya kwamba neno linasema uponyaji unao. Lakini pili, ni lazima udai hiyo haki yako kwa maombi. Na ndio maana nilivyosema awali ya kwamba Mungu anakupenda, anataka wewe uwe na afya. Kwa hiyo anakufundisha ni nini tayari amekwisha kuweka ndani yako. Alafu anakuambia ni namna gani unaweza ukaidai hiyo haki ili iwe ya kwako, iwe dhahiri kwako. Mungu anataka wewe uwe na afya. Kwa hiyo ameweka uponyaji ndani yako. Jukumu lako wewe ni kumkumbusha kwa maombi kila wakati changamoto ya kiafya inapotokea. Na utashangaa namna yeye atakavyoingilia kati kuleta uponyaji juu yako.
Mungu akubariki na kutakia uwe na siku